yalivyo. Unapotembea watu wanajua umetembea vizuri. Na kazi ya mambo mengi ni macho. Unajua macho yanaona vitu vingi sana. Ni heri hata wakati tunapokuwa haujaona, japo kuwa na wenyewe unaitwa ni ugonjwa, kwamba ninapokuwa sioni, zipo shughuli nyingi zitasimama, maana vipo vitu vingi sitaviona. Lakini kwenye macho huwa kuna mambo mengi, japo kuwa tuko tayari kutoa gharama yoyote ile kwa mtu ambaye anakuwa haoni, kwa sababu anajua kabisa kwamba nitakapoona kuna mambo mengi sana ambayo nitayaona, alafu nitafaidi, alafu nitapata faida. Na yule anayeona anawaza kuona vitu vingi, na tena anawaza kutenda dhambi kutokana na vitu anavyoviona. Kwa unakuta anashawishika mara moja, tayari anakwenda kujikwaa. Ni kwa nini kuna vichaa? Lazima utambue kwamba kwa nini kuna vichaa. Naona kwa nini watu walio wengi wanakuwa hawana akili, na ni kwa nini wengi wanakuwa wapo lakini hawezi kutambua jambo lolote, lakini ni mtu mzima mwenye heshima zake, lakini hatambui jambo lolote. Zipo nguvu za dunia ambazo zinakuja kuharibu. Huwa kuna nguvu ambazo zinakujaga kuharibu ndani ya mwanadamu, na hakuna mwanadamu yeyote yule ambaye asiyokuwa na elimu, isipokuwa wapo wanaokwenda kuharibu katika nafsi ya yule mwanadamu. Tayari anakuja kuonyesha kwamba huyu ni kichaa, huyu hana akili, huyu ana upungufu. Hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanadamu anapuzia kumjua Kristo. Kwa hiyo Timotheo wa pili anapongea, wapo watakaopenda fedha katika siku za mwisho. Wapo wasiohitaji suluhu, hata usuluhishe namna gani wala hawezi kuelewa, kwa sababu hauna nguvu wala ujasiri wa kwenda kuliamuru neno lile na lisifanyike. Lakini kama una nguvu ya kuzidi ule ugomvi, ya kuzidi ile shida, pale unaongea mara moja tu, sauti waga ni mara moja, naomba muachi, tayari. Maana ukiongea mara ya kwanza, mara ya pili, lazima utaachia, kwa sababu unatii ile nguvu. Maana ukiendelea utapata madhara. Ndio maana unafika wakati unatii, unakaa kimya.